Kazi yetu kubwa wizarani ni kusimamia taasisi zetu zote na kazi zinazofanyika. Na kazi za ujenzi zinazoendelea katika wizara yetu ni nyingi kwa nchi nzima. Kama mnavyofahamu, Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kutafuta fedha hizi takriban trilioni 1 aliagiza ziweze kutawanya fursa za elimu ya juu na utafiti wa elimu ya juu katika mikoa yote ya Tanzania. Sehemu mojawapo ambayo amesema tuitilie umuhimu sana ni hapa Mloganzila. Na hapa Muhimbili, Chuo Kikuu Muhimbili kinafanya upanuzi hapa, lakini kinajenga vile vile kampasi yake kule Kigoma. Kwa hiyo kikubwa kilichonileta hapa leo ni kuangalia ujenzi unaendaje. Nimekuja hapa mara nyingi kidogo kufuatilia, kwa sababu na sisi lazima tutoe ripoti kwa viongozi wetu wa juu, hasa rais wetu ambaye anafuatilia kwa makini sana ujenzi huu unaoendelea. Anasema kwamba anataka aone fursa za elimu kwa vijana wa Kitanzania na elimu iliyo bora sana ya vyuo vikuu. Anataka hakikishe kwamba tunajenga uwezo mkubwa sana katika masuala ya afya, hasa kuwa na wataalamu wa afya hapa nchini ambao wataboresha afya za Watanzania. Kwa hiyo nimekuja nimeangalia. Mpaka hapa nilipofika kwa kweli nimefurahi na kuridhika. Na nitamke kabisa kampuni inayojenga hapa ni ya Kichina, inatufurahisha. Karibia kila mahali wametangulia mbele ya muda. Mahali ambapo alitakuwa fika 60% wameshafika 70%, na ujenzi kwa macho yangu mimi naona kama ni mzuri, lakini wako wataalamu ambao wanaangalia uimara wa ujenzi unaoendelea. Kama alivyosema Vice Chancellor wetu hapa, nini kinajengwa hapa? Maelekezo mji wa kitaaluma ya kitabibu ambao utakuwa ni mji mkubwa wa kitaaluma wa kitabibu katika Afrika Mashariki na Kati, na pengine katika Afrika itakuwa ni senta moja kubwa sana. Na ningependa watu wote waangalie eneo lenyewe hapa linaweka ngapi? 3800. Sasa kuna hospitali ya Mloganzila mnaiona pale. Halafu ile jengo mnaliona pale lile ni hospitali, lakini kituo cha umahiri Afrika Mashariki kwa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Kwa maana hiyo ni kwamba kuna makubaliano katika Afrika Mashariki, wataalamu na wagonjwa wao watakuwa wanakuja hapa kwa ajili ya huduma hiyo. Tayari tumeweza kuongea na wenzetu, tunaleta kituo kingine cha umahiri kwa Afrika Mashariki na Kati ambacho kazi yake itakuwa inahusika na mambo ya afya ya kinywa na meno. Kitajengwa hapa vile vile. Lakini vituo vya umahiri vitajengwa vingi kutumia eneo hili hapa. Sasa vituo hivi vya umahiri kazi yake kubwa itakuwa ni kufundisha, kufanya utafiti, lakini kutakuwa kunatolewa utabibu. Hospitali itakao nufaika sana ya Mloganzila kwa sababu hao mabingwa wote watakao kuwa huku watakuwa wanasaidia kutibu huku vile vile. Na madaktari wengine walioko huku watasaidia shughuli za clinics huku ambako wanafanya. Kwa hiyo tukishamaliza kila kitu ujenzi huu na maono yaliyoko hapa, tuna uhakika kwamba katika Afrika nadhani eneo ambalo ni kubwa sana litakuwa na concentration ya utaalamu na taaluma ya tiba litakuwa ni hapa Mloganzila. Kwa hiyo ni maelekezo ya rais wetu, na mkiangalia kabisa matamshi yake anayosema na kinachofanyika katika hospitali zetu za mikoa na wilaya na mpaka zahanati zinazofika kijijini ni kuhakikisha kwamba tunaongeza ubora wa elimu. Sasa niseme kwamba ujenzi huu unaenda vizuri. Nampongeza sana katibu mkuu wa wizara yetu na wale wote wanaosimamia na Vice Chancellor hapa na timu yako yote. Na yule profesa kijana sana yuko wapi? Hebu njoo hapa. Leo tuna ziara ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda. Ametembelea kampasi yetu ya Mloganzila ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Mradi mkubwa unaoendelea hapa ni huu mradi wa mageuzi ya kiuchumi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Unaitwa Higher Education for Economic Transformation HEET project. Katika mradi huu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa tengeo la fedha kwa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Muhimbili dola za Kimarekani milioni 45.5. Kati ya fedha hizo dola milioni 30 ziko hapa katika kampasi ya Mloganzila na milioni 15 US dollars ziko kwenye kampasi ya Kigoma ambayo ni kampasi mpya. Sasa kwenye mradi hii ambayo inaenda hapa Mloganzila, kama ulivyoona, tuna ujenzi wa mabweni ya wanafunzi hostels ambazo uko kwenye hatua ya mwisho. Hapa tulikosimama hizi ni maabara, ni jengo la maabara ambayo itakuwa na maabara takriban 20, lakini nyuma yake imeona kuna jengo la anatomia ambayo ni kwa ajili ya kutunzia miili ya binadamu kwa ajili ya mafunzo. Lakini tuna jengo la tehama na maktaba, tuna jengo la utawala, tuna mihadhara ya kumbi za mihadhara, lakini vile vile tuna cafeteria kwa ajili ya wanafunzi na pamoja na watumishi. Kwa hiyo tunavyoona hapa ni kwamba ujenzi unaendelea vizuri. Ulianza mwezi Disemba 2024
na majengo mengi saizi yako zaidi ya 50%, mengine yako 50, mengine mpaka 70. Kwa hiyo tunatarajia ujenzi wa majengo hayo utakuwa umekamilika mwezi Juni mwaka kesho 2026. Huu ni uwekezaji mkubwa sana. Ni uwekezaji mkubwa sana ambao sasa unaweza kutusaidia sisi kama chuo kuongeza ubobezi katika zile taaluma tunazotoa mafunzo. Hapa tunaongelea wanafunzi wa shahada ya kwanza pamoja na uzamili. Lakini kuhusu hii kampasi ya Mloganzila, kama unavyoona tayari kuna hiyo hospitali ya Mloganzila ambayo ilijengwa, ipo. Kuna kituo cha umahiri wa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu kipo tayari, na mwaka kesho tutajenga hospitali ya magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, na tayari fedha zipo ambayo ni ufadhili wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia miundombinu hii inavyokuwa kwenye ile eneo lina ukubwa ekari 3800. Ni eneo kubwa sana kwa maeneo kama haya. Kwa hiyo tunatarajia ile eneo la Mloganzila itakuwa ni kituo cha umahiri wa mafunzo ya taaluma za afya. Tunaita ni Academic Medical City. Na hii awamu ya kwanza ya ujenzi wa miundombinu hii ikikamilika katikati ya mwaka kesho, tunatarajia kutakuwa na mageuzi makubwa sana. Sasa Watanzania watarajie nini? Watanzania watarajie kwamba sisi kama chuo ambacho ni cha ubobezi katika kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya pamoja na tafiti, tutakuwa tumeongeza weledi, na maana tutaongoza ubora wa wale wataalamu tunawatoa, lakini vile vile tutaongeza program nyingine ambazo tunaona wataalamu wake aidha ni wachache, hawapo katika nchi yetu na ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunatarajia mchango utakuwa ni mkubwa sana wa chuo hiki kwa upande wa sekta ya afya, lakini na upande wa elimu ya juu. Kwa hiyo neno langu ni la shukrani kwa Mheshimiwa Waziri kupitia wizara yetu mama ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, lakini vile vile serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania